Na mtazamaji, mahakama imewahukumu kifungo cha miaka 30 watu wawili waliopatikana hatia ya kuhusika na shambulizi la kigaidi la hoteli ya Dusit ambapo watu 21 waliuawa. Uamuzi huu wa jana ulitolewa katika mahakama ya Kahawa umejiri miaka 6 baada ya tukio. Shambulizi ya Januari 15 mwaka 2019 liliwacha wengi na makovu, familia kadhaa zikiwapoteza wapendwa wao na mali ya thamani ikiharibiwa. This is an exceptional case where multiple lives were lost, several individuals suffered serious injuries, and there was massive economic losses. Each life lost caused grieving in a family. Had the convicts not facilitated the terrorists, the attack would not have occurred. Na hii leo, Hussein Mohamed Abdile Ali mwenye umri wa miaka 22 na Mohamed Abdi Ali wa miaka 65 wakihukumiwa kwa hatia ya kushirikiana na magaidi. Abdile naye akihukumiwa kwa kosa jingine la kuwasaidia washambulizi na stakabadhi bandia kurahisisha shughuli zao humu nchini. Mohamed Ali naye pia akihukumiwa kwa kosa jingine la ufadhili uliowafanya washambulizi kuishi jijini Nairobi raha mustarehe kabla ya kutekeleza shambulizi. The contribution of this court towards the fight against terrorism is in meting an appropriate sentence for the offenses that were committed. The goal is not to punish disproportionately, but to ensure that justice is done fully and transparently. Akitoa hukumu hiyo, Jaji Kaveta wa mahakama ya Kahawa alibainisha kuwa ingawa hukumu hiyo haitaweza kuwarudisha waliofariki kwenye shambulizi ya Dusit, itawafariji waliofiwa na walioachwa na makovu mengine. Agnes Oloka Chola, Runinga ya Citizen.